Katika dunia ya leo, watu weusi tunaonekana kuwa ni watu ambao hatuna maarifa au ni maskini, tumelaaniwa. Hapana, manabii wengi walikuwa ni weusi. Kwa mfano, mwanamke Mshunami, mimi ni mweusi. Ayubu naye pia alikuwa ni mtu mweusi. Ayubu anasema, ngozi yangu ni nyeusi. Lakini Maombolezo sura ya 5 mstari wa 10, Yeremia nabii anasema, ngozi yetu ni nyeusi kama tanuru. Lakini kuna umuhimu gani kwani kufahamu kuwa watu hawa walikuwa ni weusi? Na maana ya neno nigeri ni mweusi. Neno niga limetokana na ile neno nigeri au kwa Kifaransa negro. Kwa hiyo kwa 100% hatujaambiwa kuwa Simeoni alikuwa ni mweusi, lakini kutokana na jina lake la utani Simeoni Nigeri. Kwanza kabisa, kabla ya kuanza kujifunza kuhusiana na Simoni Mkirene, hebu tuangalie kila mmoja ambaye aliitwa jina Simoni katika Biblia. Kwanza, Simoni Petro. Naamini kila mmoja anamfahamu mwanafunzi wa Yesu ambaye alimkana Yesu mara 3. Lakini ndiye mwanafunzi pekee ambaye alihubiri katika siku ya Pentekoste. Aliitwa Simoni Petro, aliitwa Kefa, lakini pia aliitwa Simoni Bariona, Simoni Zelote. Simoni pia alikuwa ni mfuasi wa Yesu, lakini pia alikuwa ni mzalendo ambaye alipenda mabadiliko ya nchi yake. Katika kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 15 tunagundua aliandikwa kama mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Simoni ndugu yake na Yesu. Yesu alikuwa na wadogo zake wengine wengi ambao walielezwa katika Mathayo sura ya 10 na Marko sura ya 3 mstari wa 18. Simoni alisomwa kama mdogo wake na Yesu. Simoni mwingine ni yule mzee ambaye alionywa na Roho Mtakatifu kwamba hutokufa kabla ya kumuona Kristo. Ndio yule mzee ambaye alimbeba Yesu akiwa amezaliwa na kushukuru kwamba Bwana, sasa naweza kupumzika salama. Simoni Mkoma. Simoni Mkoma ni mtu mwingine mwenye jina Simoni ambaye Yesu alimponya ukoma wake. Na katika vitabu vya Injili ameonekana mara nyingi Yesu akiwa katika nyumba yake akishiriki naye chakula. Simoni Mchawi. Simoni Mchawi ni yule mlaghai mmoja ambaye alijifanya kama ameokoka katika mkutano wa Filipo, lakini baada ya Petro na Yohana kuja, waligundua kuwa Simoni Petro alikuwa hajaokoka, kwani alihitaji kuwapa pesa ili apokee kile kipawa cha Roho Mtakatifu. Simoni Iskariote naye alikuwa ni baba yake na Yuda Iskariote. Ameonekana katika Yohana sura ya 6 mstari wa 17. Simoni mwingine ni Simoni mtengeneza ngozi, ambaye alikuwa ni Simoni aliyemkaribisha Simoni mwingine kuja kukaa nyumbani kwake, pale ambapo Kornelio alitokewa na malaika akamwambia aende kukutana na Petro, kwani Petro ana habari za kumwambia. Simoni aitwaye Nigeri. Huyo ameonekana katika kitabu cha Matendo sura ya 11 na sura ya 13. Simoni aitwaye Nigeri anaonekana kuwa ndio Simoni Mkirene ambaye tunamuongelea katika video hii ya leo. Nadhani huko mbele tutajifunza mengi kuhusiana na yeye. Simoni mwana wa Yakobo. Yakobo alikuwa na mtoto mmoja ambaye anaitwa Simeoni, ambaye alikuwa ni mwanzilishi wa kabila la Simeoni. Na mwisho kabisa ni Simoni Mkirene. Mtu huyu ambaye alilazimishwa kuubeba msalaba wa Yesu, kumsaidia Yesu kuubeba msalaba ambao Yesu alikuwa amechoka kuubeba. Na hakika Simoni Mkirene hakukataa, alijitwika na kuubeba ule msalaba hata Yesu alipofia Golgotha na kusulubiwa. Sasa Simoni Mkirene ni nani? Jina lake Simoni halikuwa jina lake halisi, kwani aliitwa kwa jina la mahali alikotokea. Ni sana kusema Juma wa Bukoba, Simoni Mkirene, au Joseph Mkenya, Simoni Mkirene. Kwa Kirene ilikuwa ni mji ambao umetokea, na Kirene ulikuwa ni mji wa Afrika ulioko Libya ya sasa, mahali ambapo Waafrika walikuwa wanaishi kwa wakati huo. Na alikuwa ni Myahudi, hivyo alikuja Yerusalemu kwa ajili ya sherehe na ibada za Kiyahudi. Lakini alipokuwa akitoka shambani akirudi nyumbani, ndipo alikuta Yesu akisulubiwa, na askari wa Kirumi wakamshurutisha, wakamlazimisha kwamba beba msalaba wa Yesu. Na hakukataa kubeba ule msalaba
kutokana na maandiko yanavyosema. Simoni Mkirene, habari zake zimeandikwa katika vitabu vitatu vya Injili. Mathayo sura ya 27 mstari wa 32, Marko sura ya 15 mstari wa 21 na Luka sura ya 23 mstari wa 26. Katika maandiko haya tunaona kuwa Simoni alilazimishwa kubeba msalaba wa Yesu hadi kufika mahali ambapo Yesu anasulubiwa. Sasa kwa nini jina lake liliandikwa? Katika Biblia utagundua kuwa majina ya watu wengi katika Biblia hayakuandikwa. Kwa mfano, tunajua tu ni Pilato. Tunajua tu huyu ni Herode. Tunajua tu huyu ni mwanamke Msamaria. Tunajua tu kuwa huyu ni tajiri. Watu wengi kwenye Biblia majina yao hayakuandikwa. Hata Farao na wengine wengi. Lakini kwa nini jina la Simoni liandikwe? Inaonekana kuwa Simoni alikuwa ni mtu ambaye anafahamika sana katika kanisa la mwanzo. Maana baadaye alikuja kuwa mfuasi wa Kristo. Na inasemekana kuwa ndiye mwanzilishi wa kanisa la Antiokia. Hivyo jina lake kuandikwa katika Biblia linamaanisha kwamba ilikuwa ni ushahidi wa kwamba kweli Yesu alisulubiwa. Kwa yeyote kama huamini, basi muulize Simoni Mkirene, maana yeye aliubeba msalaba wa Yesu. Hivyo jina lake kuwepo katika maandiko inamaanisha kwamba ule ulikuwa ni ushahidi tosha wa kihistoria, hasa kwa watu ambao waliishi katika kanisa la mwanzo. Swali la muhimu sana. Je, Simoni alikuwa ni mweusi? Sababu kuu mojawapo kwamba watu wanaamini kuwa Simoni alikuwa ni mweusi ni kwa sababu alitokea mji wa Kirene, mji ambao walikuwa wanakaa watu weusi wakati ule. Mji huu upo kaskazini mwa nchi ya Libya. Na mara nyingi huyu mtu katika picha na katika filamu mbalimbali anaonekana kama ni mtu mweusi. Lakini ngoja tuangalie zaidi sana kwa nini watu wengi wanaamini kuwa Simoni alikuwa ni mweusi na wapi wamepata uhakika. Tukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 kuanzia mstari wa 19, tutagundua kuwa kuna kitu cha ajabu sana cha kujifunza hapa. Unasema, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hata Foinike na Kipro na Antiokia. Wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Lakini baadhi yao walikuwa ni watu wa Kipro na Kirene. Kirene, huu ndio mji ambao Simeoni alitokea. Anaendelea kusema, anasema, nao walipofika Antiokia. Antiokia ambao ni mji wa Israeli. Wakasema na Wayahudi wa Kiyunani wakihubiri habari njema za Bwana Yesu. Mkono wa Bwana ukawa pamoja nao. Watu wengi wakaamini wakamuelekea Bwana. Kwa hiyo katika mstari huu tunagundua kuwa Simoni alikuwa ni mmoja ya watu ambao walianzisha kanisa la Antiokia. Kutokana na historia ya kanisa na waandishi mbalimbali, wanatambua kuwa Simoni ndiyo mtu ambaye alianzisha kanisa la Antiokia. Na sio maneno yangu mimi peke yangu, lakini hebu tuangalie sura ya 13 mstari wa kwanza unasema nini? Na huko Antiokia katika kanisa alilokuwako palikuwa na manabii na walimu. Alipokuwapo nani ila alipokuwapo mtume Paulo. Hili ndio kanisa ambalo Paulo alikuwa anasali kwa wakati huo. Na watu hao manabii na walimu walikuwa ni Barnaba, namba 1. Namba 2, Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkirene ambaye ni Luka mwandishi wa kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunyonya wa mfalme Herode, na Sauli ambaye ndiye mtume Paulo. Sasa katika kitabu hiki tunamuona
mtu anaitwa Simeoni aitwaye Nigeri. Simeoni aitwaye Nigeri ni nani? Ukisoma kiundani na kujua maana ya neno Nigeri. Nigeri alikuwa ni jina lake la pili, ila lilikuwa ni jina la utani. Kila mtu ana jina la utani. Hata mimi jina langu ni David, lakini kuna majina watu wananiita. Huyu aliitwa Simoni Nigeri. Na maana ya neno Nigeri katika Kigiriki au Kiyunani, maana yake ni mweusi. Mweusi. Kwa hiyo kwenye kanisa hili kulikuwa na mtu mweusi. Mweusi kiasi kwamba jina lake la pili lilikuwa mweusi. Naamini kuna mtu unamfahamu ambaye ni mweusi. Neno hili, kama umesikia neno la Marekani ambalo lina watusi au kuwadharaulisha Waafrika wanaoishi Marekani, kuna neno wanalitumia, wanasema nigger. Neno nigger limetokana na ile neno Nigeri au kwa Kifaransa negro. Kwa hiyo kwa 100% hatujaambiwa kuwa Simeoni alikuwa ni mweusi, lakini kutokana na jina lake la utani Simeoni Nigeri, Simeoni aitwaye Nigeri, kwa hiyo alikuwa hawamuiti Simeoni, wanamuita Nigeri, yani mweusi, black. Lakini ukiangalia pia utagundua kuwa mahali alipotokea, ametokea Kirene, sababu tulisoma katika ile sura ya 11. Na watu weusi kwenye Biblia si Simoni peke yake. Na inaonekana kuna agenda fulani ya kuficha, lakini ni kuhakikishia kwamba kwenye Biblia wapo watu wengi ambao ni weusi, lakini sisi hatufahamu. Hapa nitakusomea maandiko machache tu ambayo watu wengi huyatumia maandiko haya kuthibitisha au kuhalalisha kwamba manabii wengi walikuwa ni weusi. Manabii wengi na wafalme walikuwa ni watu weusi. Kwa mfano, wimbo ulio bora sura ya 1 mstari wa 8. Mwanamke Mshunami, unamfahamu kwenye story ya Elia, anaeleza kwamba mimi ni mweusi lakini ninao uzuri. Kwa hiyo mwandishi wa hii sura ya 1 alikuwa anasema mimi ni mweusi. Kwa hiyo inamaanisha kuwa yeye alikuwa ni mweusi. Lakini kitabu cha Ayubu sura ya 30 mstari wa 30 ndio mstari ambao unaonyesha kwamba Ayubu naye pia alikuwa ni mtu mweusi. Itakushangaza hii. Ayubu anasema, ngozi yangu ni nyeusi, nayo yanitoka. Tunafahamu kuwa Ayubu alipitia mateso na kuumwa, majipu, magonjwa ya kila aina, umaskini, kutengwa, kufiwa. Na muda huu sasa anaandika, anatuambia kwamba ngozi yangu ni nyeusi, nayo yanitoka. Hayo ni maandishi ambayo Ayubu aliandika kwa mkono wake mwenyewe. Wengine wanasema kwamba Ayubu aliandika hivyo kwa sababu labda ya majipu, lakini hapana. Kwa andiko hili unagundua kuwa huyu mtu alikuwa ni mweusi. Lakini Maombolezo sura ya 5 mstari wa 10, Yeremia nabii anasema, ngozi yetu ni nyeusi kama tanuu. Hajiongelei yeye peke yake, ila anasema ngozi yetu ni nyeusi. Lakini kuna umuhimu gani kwani hakufahamu kuwa watu hawa walikuwa ni weusi? Ni kweli haina maana sana ya kujua kwamba watu ni weusi au sio weusi, lakini kuna umuhimu kidogo kwamba ukifahamu katika maandiko kulikuwa na watu weusi. Maana katika dunia ya leo watu weusi tunaonekana kuwa ni watu ambao hatujui au ni maskini, hatuna maarifa, tumelaaniwa. Hapana, watu weusi hatujalaaniwa. Umegundua hapa Ayubu, Yeremia na mwanamke Mshunami, na inawezekana wengine wengi sana katika Biblia walikuwa ni weusi, ila sisi hatufahamu.
Na wa mwisho kabisa, hii ndio ina utata. Kuna watu wanasema hadi Yesu alikuwa ni mweusi. Siwezi kujua na sijui kama alikuwa ni mweusi kweli, lakini kuna andiko huwa wanatumia kusema kwamba Yesu ni mweusi. Ufunuo sura ya 1 mstari 15 unasema na miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana. Huyu ni Yohana katika kisiwa cha Patmo, pale ambapo alikuwa anaona maono ya Yesu. Na katika kumuelezea anasema miguu yake ni kama shaba iliyosuguliwa sana. Sasa ukienda kuangalia shaba iliyosuguliwa sana inafananaje, utaona rangi yake. Kama miguu yake ilikuwa ni myeusi, basi Yesu ni mweusi kutokana na argument yao. Lakini point yetu ya leo sio hiyo. Tuendelee kumwangalia huyu Simoni wa Kirene. Watoto wake walikuwa ni wakina nani? Kwenye kitabu cha Marko sura ya 15 mstari wa 21 tunagundua kuwa Simoni alikuwa ni baba wa wanaume wawili, ambaye mmoja anaitwa Iskanda na mwingine anaitwa Rufus. Majina ya watu waliandikwa katika vitabu hivi kwa sababu kanisa la mwanzo lilikuwa linawajua hawa watu kwamba jamani, aliyebeba msalaba wa Yesu ni Simoni, ambaye baba yake ni nani? Ambaye ni baba yake na Iskanda na Rufus. Sasa hawa Iskanda na Rufus ni wakina nani? Kwenye maandiko kwa mbele wameandikwa zaidi, maana baadaye huyu Rufus alienda Rumi na aliendelea kuwa muamini wa Kristo. Na Mtume Paulo anamwandikia barua, anapoandikia barua wa Rumi anamsalimia na yeye pia. Inaonekana Rufus alikuwa ni mtu ambaye muaminifu na anaendelea na imani. Lakini Iskanda mwisho wake ulikuwa ni mbaya. Kuna watu wanaamini kwamba once saved always saved. Ukiokoka leo basi utaokoka milele. Hapana, sio kweli. Iskanda inaonekana kuwa alikuwa ni mtu ambaye anampenda Yesu kabisa, lakini baadaye alikuja kugeuka, kwa sababu Mtume Paulo baadaye anaandika kwa kumlaumu. Ngoja tusome hapo. Timotheo wa kwanza sura ya 1 na mstari wa 20 unasema, katika hao wamo Himenayo na Iskanda, ambao nimempa Shetani watu hao ili wafundishwe wasimtukane Mungu. Kwa hiyo Iskanda, Himenaya na wengine Paulo alimpa Shetani, aliwafukuza kanisani kutokana na andiko hilo, ili wasimtukane tena Mungu. Kwa hiyo mwisho wa Rufus ulikuwa ni mzuri, lakini mwisho wa Iskanda ulikuwa na shida kiasi fulani. Sasa yako mambo matatu ambayo tunaweza kujifunza katika story hii ya Simoni Mkirene, story hii ya kubeba msalaba wa Yesu. Jambo la kwanza ni kwamba Simoni hakujitolea, ila Simoni alilazimishwa kubeba msalaba wa Yesu. Yesu alituambia mtu akitaka kunifuata basi ajitwike msalaba wake anifuate. Lakini yapo mazingira ambayo mtu hutwikwa msalaba bila yeye kutaka au bila yeye kupanga. Simoni alikuwa anatoka shambani, anapita mjini, anakuta Yesu anasulubiwa, na ghafla tu askari wa Kirumi wanamlazimisha kwamba beba msalaba huu twende nao Golgotha. Kwa hiyo Simoni hakujitolea, kama ilivyo katika mazingira ya leo. Sio kila mtu anajitolea kumtumikia Mungu, ila wapo watu ambao Mungu huwatokea na
kuwashurutisha, kama ambavyo andiko linasema, kubeba msalaba. Lakini la pili, nasema kwamba Simoni aliubeba msalaba nyuma ya Yesu. Hii ni katika Luka sura ya 14 mstari wa 27. Ngoja tusome hapo. Unasema, mtu yoyote asiyeuchukua msalaba wake kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Katika andiko moja la Luka, tunaona kuwa Luka anatukumbusha kwamba Yesu alituambia tubebe msalaba, twende nyuma yake, tumfuate. Na katika andiko hili la Simoni Mkirene, maneno ya Yesu yanatimia, kwa sababu Simoni aliubeba msalaba wa Yesu nyuma, huku akimfuata Yesu kwenda kusulubiwa. Hivyo hatuubebi msalaba vyovyote na kwenda popote, lakini lazima tuubebe msalaba nyuma ya Yesu, tukimfuata Yesu na kwenda kule ambako anatupeleka. Yesu ndiye mchungaji wetu, na mchungaji ndiye anayeamua leo kondoo au mifugo inaenda wapi. Hivyo baada ya Simoni kuchukua msalaba, hakwenda mbele kuelekea Golgotha, ila Yesu alitangulia na Simoni alimfuata nyuma. Kwa hiyo katika maisha yetu inabidi tubaki kubeba msalaba, huku tukifuata neno la Mungu linako tupeleka, huku tukifuata maelekezo ya Roho Mtakatifu kila siku na kuona pale ambapo anatupeleka. Na maisha ya Simoni yalibadilishwa kabisa baada ya kuubeba huu msalaba. Na jambo la mwisho ni kwamba hatuchagui muda wa kuubeba msalaba. Muda wowote ule ambao Mungu anaamua tuubebe msalaba, tunaubeba. Simoni hakupanga kuubeba msalaba, ila alikutana, yani ilikuwa ni ghafla tu, aliuchukua msalaba na kwenda na Yesu Golgotha. Kwa hiyo msalaba unaweza kuwa ni matatizo, unaweza kuwa ni magonjwa, unaweza kuwa ni dhiki ambayo mtu anaipata katika maisha. Na hiyo dhiki haichagui muda wa kuja. Mungu hampigii mtu hodi. Mungu akiamua kuja kuongea na mtu, anakuja kuongea na mtu muda wowote. Naamini kuna kitu umejifunza katika haya mambo matatu ambayo tumeyaona katika story hii ya Simoni Mkirene. Basi Mungu akubariki. Endelea kuangalia video zingine katika hii channel. Naamini utajifunza mambo mengi zaidi.